Toka Bukuku kuuliza swali, ni kweli kwamba baadhi ya miundombinu kwa mkoa wa Dar es Salaam sio mizuri, lakini bado tunasisitiza kwamba ni zile njia za kuingia pembezoni. Kwa mfano, jana nilikuwa ziara Saranga, kata Saranga, wananchi pia wanalalamika sana kuhusiana na barabara yao, lakini kwa ujumla ni kwamba barabara ile haiwezi kuendelea kujengwa kwa lami kama tusipopata majibu kuhusu fidia. Ni kweli kwamba wanatamani barabara ile jengwe, lakini zipo barabara ambazo kwa sasa serikali inajaribu kwa haraka sana kuandaa fedha kwa ajili ya fidia za Watanzania. Lakini zipo barabara ambazo kwa kweli ni mbovu. Kwa mfano, barabara kutoka Mombasa kuelekea pale Moshiba, barabara kama nilivyosema ya Saranga, kuna barabara zingine kule Kimara, kuna barabara zingine ziko kule Gamboni, sio barabara nzuri. Kuna barabara zingine zinakwenda Kizudi kutoka pale Sarasala. Ni barabara ambazo kwa kweli sio nzuri na zimeharibiwa sana na mvua nyingi. Katika hili ni kwamba TARURA ina bajeti maalumu kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya barabara. Kuboresha kwa namna kwamba zile ambazo zimeharibiwa basi ziweze kurudishiwa. Na tunaamini kwamba mara baada ya mvua hizi kupungua, hilo jambo litafanyika. Kwa sababu tunachokifanya sasa hivi ni kwamba ni angalau kujaza mawe kwenye baadhi ya barabara, na kazi hiyo imeanza. Barabara zingine bado hazijafikiwa. Angalau kujaza mawe. Lakini pia inatokea kule kwenye mawe, kwenye ball pits, nako kunakuwa kupitiki. Kwa hiyo tumekubaliana jambo moja kwamba baada ya mvua kuisha kabisa, tutakachokifanya ili kukabiliana na kipindi kingine cha mvua, tutaanza kusomba mawe na kuyarundika kwenye baadhi ya maeneo, ili nyakati za mvua tutoe mawe kwenye hayo maeneo yanayopitika kwenda kujenga barabara. Lakini implication yake itakuwa ni gharama ya juu. Kwamba kama lori la mawe lilikuwa ni shilingi 400,000, maana yake inawezekana ikaenda mpaka 700,000, kwa sababu kuna kusomba mara ngapi? Mara 2. Utoe kwenye ball pit, ushushe, afu uje tena utoe hapo, uende upeleke barabarani. Lakini tukasema ni afadhali gharama ikawa juu kidogo, barabara zitengenezwe kwa material yaliyopo, kuliko tena kutegemea mpaka mvua ziishe afu barabara zianze kutengenezwa. Lakini kwa hizi barabara pia za DMDP, kama mnakumbuka tulisema mpaka mwezi wa pili zingeweza kuwa nyingi zimeanza. Lakini kiukweli ni kwamba zipo barabara za DMDP ambazo baadhi ya wananchi walikuwa na malalamiko, na hizi ni barabara ambazo serikali imetafuta fedha kupitia World Bank. Baadhi ya wananchi wakiibua malalamiko, World Bank huwa inakuwa very conscious na inakuwa haiwezi kufanya mpaka serikali itoe majawabu. Kwa hiyo zipo barabara ambazo utata huo umekwisha teguliwa na tayari zinaanza kushughulikiwa. Kwa mfano, kuna baadhi ya barabara ambazo zilikuwa kwenye ombo hili, kama barabara kutoka Kimara kwenda Bonyokwa. Lakini jambo hilo limeshakuwa solved na tayari mkandarasi yuko site. Lakini pia kuna barabara zingine sasa hivi kuna zaidi ya kilomita 88 ambazo tayari mikataba yake, kama mmeona Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, na mikataba yote imesainiwa hapa Dar es Salaam, kama mmeona na waandishi wote mlialikwa. Barabara hizi tayari wakandarasi wako site. Na wengine kama mnakumbuka juzi nilipofanya ziara pale Sinza, moja ya eneo ambalo limelalamikiwa ni lile eneo la wazi ambalo ilionyesha kwamba kuna Wachina wanataka kulichukua eneo la wazi ili waweze kutunza baadhi ya vifaa vyao vinavyojenga barabara kwenye baadhi ya maeneo. Kwa hiyo tayari tumekwisha solve kwamba lile eneo kwa sasa hivi litumike na wale wakandarasi waliopata tenda, ili tuharakishe barabara zetu ziweze kuisha kwa haraka, halafu litafunguliwa na kuendelea kwa la wazi ili kuruhusu wenzetu wengine wafanye shughuli zao. Sasa zipo barabara zingine ambazo mikataba inaendelea kusainiwa, kwa sababu hizi ni fedha maalum. Maana yake ni kwamba zinapojitokeza changamoto za aina yoyote, whether ni kwenye design au malalamiko ya wananchi au kitu chochote, lazima tusimame kidogo alafu ndipo tuanze. Na sasa hivi tuko kwenye DMDP 2, lakini phase 1, ambayo sasa itakayokuja tena DMDP 2 phase 2. Sasa hivi tuko DMDP 2 phase 1. Na kwa mantiki hiyo tunaamini kabisa kwamba mpaka kufikia pengine mwezi wa 6 wakandarasi wengi watakuwa wako site. Na haya baadhi ya maeneo kama Machinga Complex na baadhi ya maeneo mengineyo kwenda barabara kama za Masaki, za Chore Road, yanaendelea kufanywa kazi kwa maana ya kuziba vile viraka na kuweka barabara nyingine mpya.
Kumbuka na nyuma. Kwa nashukuru kupata fursa hii. Mimi naitwa John Luhende. Nina maswali mengi lakini baadhi umeyajibu, mengine nitaskip kidogo. Naomba nianze na hili hapa. Luhende kutoka chombo gani? Mimi natoka Uwapo Media na pia mambo ya habari. Kuna kero kubwa sana pale Mandela Road pale uhasibu pale kwenda bandarini pale. Mimi moja wapo wakazi wa Kigamboni. Kumekuwa na kero kubwa sana inapofika jioni pale, saa nyingine mpaka hata ile asubuhi tu. Kunakuwa na malori pale yamejaa na ziba njia. Na wale jamani wagumu kweli. Yaani unakuta mtu mwingine alichomekea lori pale, anaingiza pale hata hawezi hata kuwapisha watu wengine ambao wanapita kwamba wapite pia wanaoingia Kigamboni. Kwa hiyo ni kero. Naomba tu ujaribu, wewe ni ndio mkuu mwenye mamlaka haya, jaribu kuona na wale ambao wanadili na hilo eneo ili uweze kusaidia watu wa eneo hilo waweze kuondokana hiyo kero. Lakini pia Kigamboni wakati wa mvua hizi madimbu ni mengi kama alivyozungumzia sehemu nyingine. Ombi langu ni kwamba angalau tu hatua fulani ya dharura itokee. Angalau wale madimbu makubwa ambao ni kero ambao kuna njia ambazo zinapitisha watu wengi kwa pamoja, basi afikiriwe angalau kidogo vifusi yajazwe pale kabla ya hiyo miradi ya DMDP kuanza. Alafu kingine biashara saa 24 mkoa wa Dar es Salaam. Nashukuru kwamba na mimi nilikuwepo kwenye uzinduzi, tulitembea wote na kazi zilifanyika vizuri. Ila jana nimebahatika kupita maeneo ya shule kuanzia Msimbazi na shule ya Uhuru. Nilikuwa na mahitaji yangu, kuna kitu nilitaka kununua kwenye yale maduka. Kwa hiyo nimepita maduka mengi kwa kweli yalikuwa yamefungwa. Na duka ambalo nimeenda kupata hiyo bidhaa ambayo nilikuwa naitafuta, na mwenyewe nimekuta anaingiza vifaa vyake anafunga saa 2 hiyo. Kwa hiyo bado nashukuru juhudi ambazo nazichukua na nahamasisha na kwa wilaya wengine, lakini endeleeni kutimiza wale wafanyabiashara waweze kutekeleza azima ya hilo agizo ambalo umelitoa. Asante sana. Nashukuru sana Bwana Luhende kutoka Uwapo Media. Kuhusiana na masuala haya ya foleni kuelekea Kigamboni, ndugu zangu waandishi wa habari, hapa katikati kama mnakumbuka vizuri, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alielekeza mifumo kusomana, hasa kutoka kwenye taasisi mbalimbali. Na kilichopo sasa ilikuwa ni kuboresha mifumo ya kibandari ili mifumo pia iendelee kusomana vizuri. Mnafahamu kwamba tunapozungumzia mafuta hatuwezi kuiweka kando bandari. Tunapozungumzia mafuta hatuwezi pia kuliweka kando TRA. Kwa hiyo kuna nyakati ambapo wanasema mifumo ya kitehama ikiwa chini, inafika wakati ni kwamba malori yanajaa sana barabarani na kuto kwenda na kusababisha foleni kubwa.